Bwana Yesu asifiwe. Ndugu nayetufuata kwenye mitandao yote duniani kote, Mungu akubariki. Praise the Lord, all brethren who are following us on social media all over the world. May God bless you. Ninaitwa Apostle David Bisimwa, mtume wa mataifa, mchungaji na mwenye maono wa kanisa la Rehoboti pote ulimwenguni. I'm called Apostle David Bisimwa, Apostle of all nations and the overseer of Rehoboth Evangelical Mission Church all over the world. Na hapa niko Kampala, Uganda. And here I'm in Kampala, Uganda. Tunakuletea habari njema. We have brought you good news. Mwezi wa kenda, karibu kwa mwezi hii, mwezi wa ushindi. In this month of September, you are most welcome in the month of victory. Kwetu sisi Mungu alitufunulia kwamba ni mwezi ya ushindi. For us, God revealed it to us that is the month of victory. Maana Ibrahimu alishinda wafalme kenda. Because Abraham overcame 9 kings. Kwa Mwanzo sura 14 mstari wa kwanza mpaka 15. In Genesis chapter 14 verse 1 to 15. Abrahamu alishinda wafalme kenda. Abraham overcame 9 kings. Na kagomboa vitu vyote vya ndugu yake Lutu. And he redeemed all the properties of his cousin Lut. Hii mwezi wa kenda Mungu atakupatia ushindi wa ajabu sana. For that reason, this month of September, God will give you great victory. Mungu atakupatia ushindi juu ya maadui zako. God will give you victory over your enemies. Mungu atakupatia ushindi juu ya magonjwa. God will give you victory over sickness. Mungu atakupatia ushindi juu ya kukataliwa, utapendewa ajabu sana. God will give you victory over rejection. You'll be loved so much. Mungu atakupatia ushindi juu ya umaskini, atakufungulia milango kubwa ya mafanikio mpaka utashangaa. God will give you victory over poverty. He'll give you breakthrough until you get surprised. Namba kenda tena tunaona ya kwamba matunda za Roho Mtakatifu ziko kenda ama 9. And also number 9, we see 9 fruits of the Holy Spirit. Mungu akupatie hizo matunda zote kwa jina la Yesu Kristo. May God give you all those fruits of the Spirit in Jesus' name. Sasa tunakuta ya kwamba kuna zawadi pia Roho Mtakatifu anapana ziko 9. We get also in number 9 that the Holy Spirit gives 9 gifts. Pia tunapata namba 9, mtoto anazaliwa kisha miaka 9, miezi 9 kwenye tumbo anazaliwa. And we see also 9, number 9 is the month a child stays in the womb for 9 months, then the child is given birth to. Kwa hivyo hii mwezi wa kenda, kila ahadi ulizokuwa nazo, kila mimba yote ya maono makubwa unayo izalike kwa jina la Yesu Kristo. For that reason, this month of September, all the vision you had, all the fruits of the Spirit that you had, and all fruits, produce it in this month in Jesus' name. Ujumbe inasema hivi. The message says this. Kuna matumaini ya mti uliokatwa. There is hope for a tree which is cut. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mimi mwenyewe naanza barikiwa na sijaanza hubiri. God has started blessing before I preach. Nasikia upako na baraka tele. I feel blessing and mighty anointing upon my life. Ujumbe. In this message. Kuna matumaini ya mti uliokatwa. There is hope for a tree which is cut. Hallelujah. Hallelujah. Tusome neno la Mungu. Let us read the word of Ayubu God. sura 14. Job 14. Mstari ule wa 7. Verse 7. Mpaka ule wa 9. Up to verse 9. Ayubu 14. Job 7 mpaka 9. Job 14, 7 to 9. Biblia hii ni ya Kifaransa. In this Bible of French, Tafsiri wangu atasoma kwa Kizungu. my interpreter will read in English. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Verset 8. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, verset 9, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Que Dieu vous bénisse. I'm reading Job 14, verse 7 to 9. For there is hope for a tree, if it is cut down, that it will sprout again, and that its tender shoots will not cease.
though its roots may grow old in the earth, and its stem may die in the ground, yet at the scent of water it will bud and bring forth branches like a plant. Amen. Amen. Ayubu anatuambia kuna matumaini ya mti iliyokatwa. Job tells us there is hope for a tree which is cut. Mti hii This tree, imekatwa. it is cut. Na mstari wa 8 And verse 8, iko natuambia it is telling ya us kwamba shina lake limekauka na kuchakaa. that its stump has died in the ground, Mizizi yake kwa udongo imeoza kabisa na kukauka. and its roots in the ground has died completely and rotten completely. Aliyekata hii mti This person who cut this tree alijua amemaliza hiyo mti, haiwezi otaka tena milele. thought that this tree has been finished and cannot sprout again. Alipokuwa napita kwenye hiyo mti, When he could bypass that tree, anakuta shina nayo imekauka, finds the stump is died na down. anasema miti nimeimaliza He kabisa. says, this tree I've finished it Anaangalia completely. mizizi yake, Looks at the roots. mizizi imechakaa kwa udongo kabisa. The roots are dry completely in the Anasema ground. hii miti nimeimaliza, haitaotaka milele. Said, I finished this tree can never grow up forever and Lakini ever. Ayubu analeta unabii But Job brings prophecy juu ya mti huu. upon this tree. Anasema kuna matumaini ya mti uliokatwa, He says there is hope for a tree which is cut. itasimama tena It will stand again na kuzaa. and it will produce. Hiyo mti wakati ilikuwa hai, When that tree was still living, mtu angeliipanda ovyo ovyo. nobody could just climb it like that. Mti hii wakati ilikuwa inasimama, When this tree was standing, watu waliogopa, people feared it. lakini hii mti imekatwa, iko But chini. now this tree is cut, is down. Wakati mti imekatwa, When this tree was cut, na yule mwehange ipandaka wakati ilikuwa inasimama, even the other one who could, the other person who would climb when it was still standing, sasa naanza tembea kwa hii mti na kuichezea hako. now started joking on this tree, playing around on it because it's down. Wakati ulikuwa unasimama, When you are still standing, watu hawangelikuchezea. people could not joke on you. Wakati ulikuwa na kazi yako, When you still had your job, watu hawangelikuchezea. people could not joke on you. Lakini leo But today, kuna kitu kimekata maisha yako na uko chini, there's something that cuts your life and you're down. na watu sasa leo mwange kuchezea, anaanza kuchezea. Now even those could not joke on you, now they're joking on you. Lakini nakuletea habari njema, But I brought you good news. nikitabiri juu yako When I'm prophesying ya upon your kwamba life utasimama tena. that you'll stand Kuna again. matumaini There is hope ya mti iliyokatwa, of the tree which is ya cut, kwamba itasimama tena, that will stand again. hata kama mizizi imekauka kabisa, Even if the root is dry hata completely, kama connection zako zote na wenye walikuwa na kusaidia wote wamekata kabisa, wakujali tena. even if your connections are cut completely, even those who could mind of you are disconnected from you completely, Kuna matumaini, there is hope. utasimama tena, You will stand up again. utaota tena. You will sprout again. Kuna aina mbalimbali za miti. There are different kinds of trees. Kuna miti midogo There are small trees. na kuna miti mikubwa mikubwa. There are big trees Mti also. mdogo kuikata A small tree, cutting it, haiwezi kalete kelele, it cannot shout. lakini ukikata mti kubwa But if you cut a big tree, itaanguka na makelele mingi. it will fall with a big shout. Oh, haleluya! Hallelujah. Kuna aina mbalimbali za miti, There are different kinds of trees. na mti hii wakati ilikuwa inasimama, And this tree, when it was still standing, watu walikuwa nakuja kaa chini ya kivuli ya hii mti, wanapata kabaridi hapo. people could come and sit under this tree and get cold there under that tree. Mandege wa anga wangelikuja na wanatua juu ya hii mti. Birds of the forest would come and put their nest on this tree. Lakini hii mti imekatwa, Now this tree is cut. hakuna tena ndege atatua juu yake. No bird can come and fly and stand on it. Apata kivuli chini ya hii mti. Nobody can get now shade of this tree. Unajua hawa wenye wanarogaka watu, sijue kama wana akili gani. I don't know these people who bewitch others. I don't know what kind of wisdom they have. Unakia roga mtu, hauangalie gharama gani yule mtu anafanya, anasaidia watu ngapi, anasomesha watu, unakia mroga tu kumharibishia maisha akuwe maskini. You just bewitch somebody. You don't mind of how much is helping people, paying people's school fees, helping people who are poor, doing great things for other people. You just bewitch the person just like that.
cut, ama unakiona muua. or you just kill the person. Mandege wangapi walitua juu ya hii mti? How many birds could come and put their nest on this tree? Lakini mti imekatwa. Now this tree is cut. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Mungu wetu ana nguvu tena. Our God is powerful Ya again kusimamisha hii mti. of making this tree stand Ayubu again. anasema, Job is saying matumaini ya hii mti the hope of this tree, iko na ngoja harufu ya maji. it is just waiting for the smell of Kwa water. harufu ya maji At the smell of water, itasimama tena. it will stand Na leo again. tumekuletea harufu ya maji. And today we have brought you the smell of water. Haijalishi nani alikata maisha yako. No matter who cut your life, Kama ni mchawi, whether a witch, kama ni lahana, whether a curse, kama ni watu wenye wivu, whether people who are jealous, kama ni binadamu wabaya, whether evil people wamekuweka chini. who have put you down, Tumekuja na harufu ya maji. who have come with the smell of Na water. imagine neno la Mungu And this water is the word of God, ambalo lina uzima, which has life, ambalo linakufikia mahali pote unanifuata saa hizi, which is reaching you wherever you are right now. na linaanza fufua kilichokufa. It has started raising what had died. Kuna matumaini ya mti There is hope for a tree. ya kwamba kama imekatwa When it is cut, itachipuka tena. it will sprout again. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Nimeanza kutabiria ufufuke. I've started prophesying, rise again. Fufuka kwa jina la Yesu. Arise again in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. 14:7 nasema hivi. 14, Job 14:7 says like this. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. For there is hope for a tree, if it is cut down, that will sprout again, and that its tender shoots will not cease. Mti waliokata itasimama tena. The tree which was cut is going to stand Kama ni again. kazi iliisha, Mungu atakusimamisha tena. If it was a job which ended, God is going to make you Tena stand again. atakupatia kazi mzuri kushinda ile iliyopotea. And it's going to give you better job than what you lost. Kama ni ndoa iliyokatwa, If it was marriage that was oh cut, hallelujah, oh hallelujah, Mungu atakusimamisha tena. God will make you stand Kuna again. matumaini. There is hope. Kama bado napumua, If you are still hiyo breathing, baraka Mungu to amekupatia. the blessing God has given Usikate you, tamaa. do not lose hope. Matumaini iko. There is hope. Miti iliyokatwa The tree which was cut itasimama will tena stand na again kuzaa matunda. and also produce fruits. Miti hiyo itasimama tena That tree will stand na again kuleta chipukizi. and to make you sprout. Maisha yako haijakuwa ndio mwisho. Your life is not the end. Nimekuja kutangazia I've come to announce to you, utasimama tena. you will stand again. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus Utasimama Christ, tena you will stand na again kuzaa matunda and produce na fruits kuzaa chipukizi. and Na sprout. waliokukimbia And those who ran away from sababu you, umekatwa, because you are cut, watakutafuta they tena. look for you. Waliokuchezea Those who joked on you, sababu wamekuona umekuwa chini, because they have seen you down, watakutafuta tena. they look for you again. Haijalishi deception gani umepata, No matter what deception you have got, utasimama tena. you will stand again. Ikiwa ni ya kazi, If it was of job, ikiwa ni ya ndoa, of marriage, ikiwa ni ya marafiki, whether it was of friends, ikiwa ni ya pesa, ulikuwa na pesa ukaipoteza, whether it was of finance you had and you lost it, na saizi umekatwa and now you are cut, na mizizi zimekauka and the roots are na dry, shina limekauka, and the stamp is lakini kwa died, harufu ya maji but at the smell of water, utasimama tena. you will stand again. Ayubu Job, alilinganishwa kama na hii mti, he compared this tree with maisha ya Ayubu the life of Job. ilikuwa kama hii mti. It was like this tree. Ayubu shetani alimkata kabisa, Job, devil cut him completely, alichukua mali yake yote, took all his wealth, akaua hata watoto and wake. killed all his children. Oh, lakini napenda Mungu wetu. But I love our God. Mungu wetu ni mwamuzi mzuri Our sana. God is a good judge. Mungu alimkumbuka Ayubu, God remembered Job akamrudishia tena and brought him back again alichokipoteza. what he lost. Kitabu cha Ayubu 42. Job 42. Tunaona jinsi Ayubu alimaliza mzuri. We see how Job ended well. Haijalishi na wewe ulianza namna gani, No matter even you, how you began, lakini utamaliza vizuri But kwa you- jina la Yesu. you will finish well in Jesus' Na name. kutabiria utamaliza mzuri. I'm prophesying to you, you will finish Oh, well. hallelujah. Oh, hallelujah. Utamaliza vizuri kwa jina la You Yesu. will finish well in Jesus' name. Ayubu 42 Job 42 mstari wa kwanza na wa pili. and verse 1 and 2. Job répondit à l'Éternel et dit, verset 2, Job chapitre 42, verset 2, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose
à tes pensées. Amen. Job 42 verse 1 and 2. Then Job answered the Lord and said, I know that you can do everything, and that no purpose of yours can be withheld from you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ayubu sura 1 na sura 2. Job chapter 1 and 2. Shetani amemaliza mali yote ya Ayubu. Satan finished all the wealth of Akaua hata Job watoto wake. and killed all his children. Lakini 42 But 42, Mungu amemrudishia Ayubu. God has brought back for Mti Job iliyokatwa the tree which was cut imesimama tena. has stood Oh, again. hallelujah. Oh, hallelujah. Ayubu anasema, Job is saying ninajua ya kwamba unaweza mambo yote. that I know, my Lord, you are more than able. Mungu tunayekuhubiri, ndugu unayenifuata, anaweza yote. The God whom we are preaching to you, the brother who is following us, is more than able. Haijalishi ukubwa gani ya shida yako, No matter how big your problem is, Mungu anaweza yote. God can manage it all. Na hakuna kinaweza zuiza mpango wake, akisema tabariki anabariki. And nothing can withhold his hand to bless you if he says he wants to bless you. Hata Yesu Kristo mwenyewe Even Jesus Christ himself, alikufa, he died, na walipomuua and when they killed him, wakazani wamemumaliza. they thought that finished him. Kumbe badala yake atafufuka na injili tahubiriwa. Yet after that he will rise again and his gospel will be preached. Alikufa He died, na kisha siku 3 and after 3 days akafufuka, he na arose iko hai. and is Na alive. ndiye Kristo tuko na kuhubiri. And this is Christ we are preaching to you. Miti iliyokatwa itasimama tena The tree which is cut is going to stand kwa again. jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ, Utasimama tena. you will stand again. Hata kama ulikuwa na pesa mingi, Even if you had a lot of money ukikuta hauna tena pesa, and now you find you have no money, na shina nayo imekauka, and that is the stump which is died. naka project ulikuwa konaweka hako pesa nako kamekauka, Even the small project you are putting in your money has dried. na mizizi kwa udongo zimekauka. Even the roots in the ground have dried. Hata watu ulikuwa konasaidia, unawatia nguvu nyingi, unawasomesha, unawasaidia, lakini nao wamekauka, hawakujali, hawakusaidie, wala hata wakupigie simu. Even if there are those people whom you could inject in money and help them, now they are dried up. They cannot even help you, don't even call you. Kuna matumaini. There is hope. Mungu mwenyewe God himself atakusimamisha. will make you stand Kisha again, alisimamisha Ayubu. as he made Job to Jinsi stand. Kristo alifufuka. As Jesus arose, Yeye yule he is the one jana, leo na hata milele. yesterday, today, and Kuna forever. matumaini There is hope ya mti iliyokatwa of the tree which is cut itasimama tena. till stand again. Haijalishi nini imekatwa kwako, No matter what is cut from you, simama tena stand again kwa jina la Yesu. in Jesus' name. Usikate tamaa. Don't lose hope. Usikubali stress kukutia chini. Don't allow stress to put you down. Kuwa na imani. Have faith. Tumainia kitu fulani. Just hope for something. Mtu anatumainia, The person who hopes for something uko na ngoja kitu fulani. is somebody who is waiting for something. Uko na ahadi fulani, neko na isubiri, ana nguvu. Somebody who has a promise somewhere, has strength and waiting for it. Maisha yetu ya Ukristo Our life of ina Christianity, nguzo 3. it has 3 pillars. Kwa Wakorintho wa kwanza 13 na mstari wa 13. In 1 Corinthians 13:13, Ya kwanza the first ni imani, is faith. ya pili The second ni tumaini, is hope. na ya tatu And the ni third upendo. is love. Lakini katika yote upendo ndio kubwa sana. And you know, amidst all, love is the greatest. Kwa hiyo For that reason, jifunze kupenda. just teach yourself to love. Penda Mungu, Love God, penda wengine, love others. na ujipende mwenyewe, usijisahau. Also love yourself. Do not forget about yourself. Hallelujah. Hallelujah. Kuna matumaini. There is hope. Miti The iliyokatwa tree which is cut itasimama tena. till stand again. Yale unapitia What you're going through, hayakuwa ndio mwisho ya maisha. that is not the end of life. Utasimama tena. You will stand again. Mungu akubariki. God bless you. Acha tuombe Mungu. Let us pray to God. Baba, kwa jina la Yesu. Father, in the name of Jesus, Kila mwanatufuata saa hizi whoever is following us right now, kwa television, kwa mitandao yote, On kwa the- Facebook, kwa YouTube, kwa Twitter, Mungu umsimamishe tena. on the social media, Twitter, YouTube, on television, God bless the person. Wale wanatufuata wabarikiwe.
Those who are following us, may they be blessed. Haijalishi nini imekata maisha yako na uko chini na vitu zimekauka, Mungu akuoteshe tena, uote tena kwa jina la Yesu. No matter what has cut your life down, may you rise up and stand again and sprout again. Hata kama vitu zimekauka, Even if things are Mungu dry, akusimamishe tena. may God make you stand Hata again. kama ulianza vibaya, Even if you began badly, umalize vizuri. you end it goodly. Hata kama ulianza vizuri katikati ukawa na matatizo, umalize vizuri. Even if you began well, in the middle you had problems, but may you finish it well. Mungu akusimamishe tena May God make you stand again. kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bwana kubariki. God bless you.